Utukufu na heshima upewe wewe Bwana, unayetenda mambo makubwa mno kuliko tunavyoomba, kuliko tunavyowaza. Baba, akili zako hazichunguziki, wala maarifa yako hayatafutikaniki. Kama ulivyotuokoa, ukatuhamisha na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lako, ndio maana tunakurudishia sifa na utukufu na shukurani kutoka kwenye vinywa vyetu vilivyojaa furaha, na kwa ajili ya matendo yako makubwa mno ya kushangaza. Kila inapoitwa leo, unatuinua, unatutegemeza, unatuisha, unatutia nguvu mpya ili tuendelee mbele kuwa na tumaini lililo jipya, lililo hai kwa ajili ya kazi uliyoifanya ya ukombozi wa maisha yetu. Ulitukomboa na kututoa kwenye ufalme wa giza, ukatuingiza kwenye ufalme wa nuru, na sisi kwa kuwa tuko nuruni tunatangaza matendo makuu uliyoyafanya tangu kuumbwa kwetu. Toka tumboni mwa mama zetu ulitujua, ukatuchagua, na ndio maana tunafurahia na kusherekea mambo makubwa mno ya ajabu mno na kazi kubwa unayoifanya asubuhi, mchana na jioni, kwa kuwa rehema zako ni mpya na huruma zako hazikomi. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameacha shughuli zake za kidunia akaja nyumbani mwako kwa ajili ya kutukuza. Ukambariki kwa baraka za juu na baraka za chini, baraka za rohoni na baraka za mwilini, baraka za umande na baraka za mvua, baraka za chini ya nchi na hata juu ya nchi, katika anga na hata baharini. Baraka zote ziwe juu yake, ni katika jina la Yesu, amen. Mungu awabariki sana. Mwambie jirani yako, utukufu apewe Bwana. Mwambie hivyo, mwambie utukufu apewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakuwa na ujumbe mzuri sana ambao watu wengi walikuwa na maswali mengi juu ya kauli mbiu yangu iliyosema sikuja kuzika, nilikuja kufufua. Bwana Yesu asifiwe. Na somo la leo litaelezea maana ya kuzika, maana ya kufufua, maana ya kutakasa. Kwa sababu kipindi tulicho nacho ni kipindi cha Pasaka ambacho watu wengi wanaomboleza, eti wanaomboleza kifo cha Yesu. Yesu hayuko kaburini, Yesu hayuko msalabani, Yesu ameketi kuumeni kwa Mungu Baba akitawala mataifa kwa fimbo ya chuma ya kinywa chake. Na kwa kuwa tunaadhimisha na kushangilia kazi kubwa ya ukombozi aliyoifanya pale msalabani, hatuna sababu ya kuombolezea Yesu, kwa sababu Yesu sio marehemu, Yesu sio hayati wala sio mfu. Yesu yu hai milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi kwenye agizo la Yesu alilolipa kanisa, kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 6. Tuanzie mstari wa kwanza alafu tuende mstari wa 6. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Mstari wa 6. Hao tenashara, yani 12, Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea
kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mshipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi hastahili posho lake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba, isalimuni, na nyumba ile ikistahili amani yenu, na iwafikirie, la kwamba haistahili amani yenu, na iwarudie ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea ule mstari mwingine anasema, wasipowakaribisha, kung'uteni mavumbi ya miguu yenu, muondoke na amani yenu. Lakini wale watakao wapokea, basi amani na iwafikirie. Na mimi nataka niwaambie, amani na iwafikirie kwa sababu mlinipokea. Na ndio maana Mungu aliamua kuwabadilishia maisha. Haleluya. Kwa nini nimesema nataka nirudie kauli mbiu yangu kwamba sikuja kuzika? Na limekuwa ni gumzo kwa mjini kwamba tuone sasa, tuone, sijui waone nini. Ungewauliza mnataka kuona nini? Watu wengi wa Mbeya hawajui hata wanachoongea, na hawajui kutafakari neno la Mungu linavyosema. Yesu amesema tuponye wagonjwa, tufufue wafu, tutakase wakoma, na kuwarudisha wenye dhambi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema kufufua wafu, hatumaanishi watu walioko makaburini, hatumaanishi watu walio mochwari. Tunamaanisha watu waliozikwa. Watu waliofanyaje? Waliozikwa. Hawa waliozikwa ni wakina nani? Kumbuka kipindi kile kabla hujampata Yesu huyu niliyemleta, ulitumikia mabwana wengi. Ulikuwa mtumwa wa watu, haukuwa mtumwa wa Yesu Kristo. Uliambiwa masharti mengi ili uweze kupata miujiza au upate uponyaji, lakini kwa neno la Kristo ulioliamini likakutoa katika usiku wa giza ambao ulikuwa umefunika fahamu zako. Watu wanazika ufahamu, wanazika maisha yako, wanazika uchumi wako, wanazika kazi yako, wanazika ndoa yako, wanazika watoto wako ukiwa ungali hai. Kwa hiyo watu wengi walizikwa kwa sababu hawakujua ni nani wanayemtumikia. Yoshua anasema, chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Watu wengi wanatumikia wanadamu, hawamtumikii Mungu, ndio maana wamezikwa. Kuzikwa ni kunyang'anywa kitu chako au vitu vyako bila hiari yako mwenyewe. Kulazimishwa kutoa sadaka ambayo wewe haujahiari kumtolea Mungu kwa upendo wako. Kuzikwa ni kuwekewa masharti magumu ya kutoa zaka na mafungu ya 10 na sadaka mbalimbali kwa lazima. Huko ni kuzikwa, maana yake unanyang'anywa kitu bila hiari yako. Kuzikwa ni kufundishwa mafundisho manyonge ambayo hayawezi kukusaidia kukutoa pale ulipo. Watu wanaishi katika usiku wa giza na wala hawana sintofahamu ya kutokuelewa nini kinachoendelea kwenye maisha yao na kwa nini Mungu ameweka duniani, mpaka wanakata tamaa. Wengi wamevunjika moyo kwa sababu wamezikwa. Kuuziwa maji ya upako, kuuziwa mafuta, kuuziwa chumvi, kuuziwa matakataka yale ambayo watu wanakimbia nayo. Leo mfagio mmoja wa kufagia barabara, kufagia eti mikosi barabarani 50,000, kukalia kiti cha baraka 50,000, kuuziwa maji ambayo yanauzwa shilingi 500 kwa shilingi 5,000. Angalia, watu wamezikwa. Kuzikwa ni kuuziwa vitu ambavyo havistahili kukusaidia. Na Mungu anatutuma tuhubiri neno. Tuhubiri neno, tumepewa bure, tutoe bure.
Ndivyo Biblia inavyosema, na Yesu ndivyo alivyoagiza. Tutoe mapepo baada ya kuyajaza mapepo. Kuna watu wanajaza wenzao mapepo, ndio maana hawana ufahamu wa kile wanachoambiwa. Wanakimbia kama wenda wazimu kwa sababu wamekwisha zikwa. Mtu aliyezikwa hawezi kuwa na ufahamu wa kile anachoaminishwa. Leo umemwamini Yesu huyu niliyemleta ili uwe na ufahamu wa maisha yako, na hata siku zako zikiisha bado jina lako litaendelea kusema. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa na tafakari maneno haya, Mungu anataka matendo yetu mema tuyatende kwa watu. Sio tuwadhulumu, sio tuwanyang'anye, sio tuwalagai au tuwanyang'anye. Watu wengi wanatumia mimbari au wanatumia madhabahu kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kwa njia ya hila. Biblia inasema wengine watahubiri injili kwa hila. Ndio hao wanaotuzika, ndio wanaotuambia maneno mengi ya kutamanisha, kutulisha uongo, na watu wengi wanaamini uongo. Hebu ngoja nikuulize, kwa mfano mtu anakupaka majivu usoni. Hebu tafakari, majivu ya nini? Kwa nini napakwa majivu? Ya nini? Wangapi waliwahi kupakwa majivu? Kumbe mpo wengi, hata mimi nilipakwa. Haleluya. Ya nini? Kuna mtu alihoji, watu wanakimbia wapakwa majivu. Na ukipakwa majivu wewe ni maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dunia tulionayo imepotea na watu wamepotea. Kuna mahali pameandikwa kwenye kitabu cha Isaya, anasema Mungu alikuta meza zimejaa matapishi. Ni mafundisho ya uongo wanayofundishwa watu, wanaaminishwa. Mimi hata kama ni dini niliyozaliwamo, lakini lazima nipinge mafundisho manyonge ya kuwafanya watu wawe majivu, kuwazika watu wakiwa bado wahai. Wanaaminisha kwenye kuzika. Mimi siaminishi mtu kwenye kuzika, naaminisha mtu kwenye kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema mimi ndio ufufuo na uzima. Kwa nini alitangaza ufufuo na uzima? Maana yake kuna watu ambao watafufuliwa kwa sababu walikuwa wamezikwa, wameibiwa, wametapeliwa, wamedanganywa. Haleluya. Kitabu cha Wakolosai kinasema mtu yeyote asiwadanganye. Soma kitabu cha Wakolosai wa pili, sura ya 2. Mtu yeyote asiwadanganye na kuwanyang'anya thawabu yenu, mkijitia chini ya mafundisho manyonge. Yako mafundisho manyonge ya kukupumbaza. Unaabudu mwezi, unaabudu nyota, unaabudu siku, unaabudu jua, unaabudu sabato. Mungu si Mungu wa siku. Yesu ni Bwana wa sabato. Yesu ndio kila kitu. Ukimwamini una sababu ya kutiwa chini ya vitu. Na hata amesema mtu asiwahukumu juu ya vyakula. Leo kuna mambo mengi, masharti mengi ya vyakula. Kula hiki, hata hiki. Kote huko ni kukuzika. Kama Mungu ameleta mafuta tu yale. Kama Mungu ameweka sukari lazima tuile. Hata kama utachambua vyakula unasema mimi sili mafuta, sili chumvi, utadanja tu. Lakini nataka nikuambie leo ufufuke. Utoke kwenye mambo mengine yanayokuwekea masharti. Hatuishi kwa masharti, tunaishi kwa neema. Mwambie jirani yako, hatuishi kwa masharti, tunaishi kwa neema. Kila mmoja anaishi kwa neema yake Mungu. Hata kama leo utaweka masharti ya chakula, masharti ya kulala, masharti ya kupumzika, masharti ya kwenda, masharti ya kutembea, hayatakusaidia. Lazima utatoka katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anatutuma tuwaponye. Mwambie jirani yako, nipone, nitakasike, nifufuke. Haleluya. Na amesema akawapa amri ya kuwafukuza pepo wachafu. Pepo wachafu wanakaa wapi? Wanakaa ndani ya watu. Na wanaosababisha pepo wachafu wakae ndani ya watu ni walimu wa uongo. Na leo tuna walimu wa uongo wengi
ambao wanawadidimiza watu fikra zao na akili zao na ufahamu wao. Mapepo yanakaa juu yao, wanasema wananena kwa lugha, kumbe ni mapepo. Kwa sababu mtu huyu ameshazikwa, ajui lugha ya mbinguni ikoje, anaweza akaongea anasema amenena kwa lugha. Huko ni kuzikwa. Unaweza ukashinda unaambiwa nena kwa lugha, nena kwa lugha, haikusaidii na wala haiwezi kubadilisha maisha yako, na wala pepo hawezi kutoka kwa sababu unanena kwa lugha. Huko sio kunena kwa lugha. Mungu anamjalia mtu kama apendavyo yeye kwa njia ya Roho Mtakatifu, kama apendavyo yeye. Akikupa lugha, basi itakuwa na tafsiri na kila mmoja atafahamu kinachonenwa. Kwa mtu anayekuzika atakwambia sema Yesu 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 Yesu. Sisi ndivyo walikuwa wanatufundisha zamani. Unasema Yesu mara 100 mpaka unanena eti kwa lugha, kumbe ilikuwa ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema tuponye wagonjwa. Kwenye Biblia za Kikatoliki zinasema pozeni wagonjwa. Hatupozi wagonjwa, tunaponya wagonjwa. Tunafufua wafu, tunatakasa wakoma. Sasa habari ya kuzika ndio hiyo nayo kuambia. Mtu kukudanganya kitu ambacho hujui na ukakiamini, ndio mtu anakuzika. Haleluya. Niliona mama yangu wakati anataka kustiliwa, yule muongoza ibada alisema tulichukua masaa 4. Masaa mangapi? Mpaka tukachoka. Na alipofika alisema msile chakula mpaka tumalize ibada. Nikamwambia hujaleta mchele, hujanunua nyama. Uheshimu watu hata kama wewe ni nani, paroko wa wapi. Tuache tule kwanza, huyo atalala tu, kisha lala. Bwana Yesu asifiwe. Wanafanya misiba, mazishi kama sehemu ya kukomoa watu na kuwatisha. Usiogope kifo. Usiogope nini? Kila mtu atakufa, unaogopa nini? Mtu asikutishe kuzikwa, na kweli ni wale ni wazikaji. Baadaye akasema wakatoa sadaka ya kwanza. Baadaye wakasema hivi, hakuna kuaga hapa mwili mpaka mnishikishe kitu. Kwa hiyo unaenda unamshikisha pesa, ndio anakuruhusu upite pale uage. Nilikasirika, ilibidi nikae, nikamwambia Mungu, huyu mtu huyu anayetumia mama yangu kupata pesa, sijui kama bado yuko hai, nitauliza kesho nikienda huko. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuuza upate pesa, huko ni kuzika watu. Na kuna wanaotetemeka, wanatoa hela, wanapiga na magoti, wanapiga na ishara ya msalaba. Uongo. Kwa sababu watu hawajui hata Mungu anafananaje, anataka nini, na hawajui hata kutafsiri nini. Mwili haufi, unarejea mavumbini. Ndivyo Biblia inavyosema. Mavumbini utarudi. Ulitoka mavumbini, utafanyaje? Kufa ni roho inapohukumiwa ile siku ya mwisho. Lakini mtu hafi mwili. Anaondoka yule mwenye mwili, alafu lile linabaki kasha, linarudishwa kwenye udongo. Basi. Na watu wanakuwa wanalia, wanagaragara, eti walikuwa wanampenda sana. Hapana, huko ni kuzikwa. Usijizike ukiwa bado hai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi vya kupumbaza watu. Watu wengi wamepumbazika kwenye dini. Dini nyingi zinasumbua watu. Zinasumbua watu. Ibada ya mazishi masaa 4. Maji ya upako yanamwagwa mle, mafuta sui ya nini yanamwagwa humo. Sala ya nani na bwana Unaombea mwili ambao ni udongo. Wanakudanganya, mwili hauna thamani. Biblia inasema mauti ya mtakatifu, ya mtu wa Mungu ina thamani mbele za Mungu, mauti. Lakini sio maiti. Bwana Yesu asifiwe. Tunalaza tu kwa heshima, tunapumzisha kwa heshima, lakini Mungu ndiye anayejua mwisho wako. Mungu anayejua mwanzo wako ndiye anayejua mwisho wako. Usikubali mtu akuzike. Uongo wowote unaotumika kwa njia ya imani yoyote, iwe Ukristo au dini nyingine ya uongo, ni kukuzika.
kukuaminisha vitu ambavyo haviwezi kuleta tumaini kwenye maisha yako. Hebu ishi vizuri na watu, kaa vizuri na watu, mtumikie Mungu, atakuja kukuheshimu. Atakuheshimu ukiwa bado uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wanatafuta sifa. Nataka niwaambie wana wa Mungu, maisha tunayoyaishi hayamfurahishi Mungu. Kila mtu anamdhulumu mwenzake. Kila mtu anataka amnyang'anye mwenzake haki yake. Huko ndio kuzika. Huko ndio kuzika. Zamani tulikuwa na msemo, ukimpa mtu, labda mmepatana kwenye mradi fulani au biashara fulani, alafu huyu mtu anaamua kukukwepa na kukataa kukulipa, walikuwa wanasema amenizika. Mmeona hayo maneno? Kumbe kuzika sio kuzika mwili, ni kudhurumu au kuiba, kutapeli, kusema uongo. Bwana Yesu asifiwe. Tusikubali kuwazika watu na wala tusikubali kuzikwa. Shika hilo. Usimzike mtu akiwa bado hai na usimdhulumu mtu akiwa bado yuko hai. Kwa hiyo Yesu kwa kuwa ameagiza tutoe pepo, tuponye wagonjwa, tutakase wakoma na tufufue wafu. Hilo ni agizo la Yesu. Tulipewa bure, tutoe bure. Hatuwezi kuombea wagonjwa kwa kupokea pesa. Sisi hapa tunaombea watu bure. Na nikikuombea wala sikumbuki kama nilikuombea. Bwana Yesu asifiwe. Wengine anataka fedha. Apendaye fedha hata shiba maongeo wala wingi. Hakuna sababu ya mtumishi wa Mungu kuanza kudai fedha. Kuna wengine mnapigiwa simu, nikikuombea tuma kwanza sadaka. Huyo ni mzikaji, amwasikii. Na nyie mlivyo na kiherehere, mnapenda kusikiliza redio zinazotumia watu matapeli. Nimeona pale nyuma ya jengo lako kuna hiki na hiki, na unaanza kubabaika. Nimemwona ndege analia, nimemwona paka, tuma sadaka, na unatuma sadaka. Umezikwa. Sikubali kuzikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna picha moja niliona ya mtumishi mmoja wa Mungu. Sijui mtumishi wa Mungu, sijui. Alituma wapelelezi nyumbani kwa huyu mtu, alikuwa tajiri pale Dar es Salaam, karibu na nyumbani kwangu pale. Jamaa ana gorofa nzuri, ana fedha nzuri, lakini alifiwa mfululizo. Alipofiwa, wale watu wa mle ndani, wale maagenti, wakaenda wakamwambia yule bosi, yule kuhani sijui nani, wakamwambia kuna baba mmoja amefiwa mfululizo, tutengeneze hapa huyu tule hela zake. Na watu kwa sababu ni waoga wa kufa, wakamwambia hivi, uje, nabii amekuona matatizo yako, njoo kanisani, atazuia kufiwa tena na mabalaa ulionayo. Kumbe ndani ya nyumba ile walikuwa wanajua kuna viti vyekundu viko sebuleni. Alipofika, si ameshaambiwa ni fulani, sema naona nyumbani kwako kuna kiti chekundu. Mzee akashtuka, sogea ninayesema na wewe. Mzee wa watu akakaa pala anatetemeka, kweli nyumbani kwangu na kochi mekundu hapo. Haya, sasa mjiandae watendakazi, mwende mkalilete hilo kochi, ndani yake kuna jini. Ikatolewa gari, wakaenda wakaleta kochi. Kumbe kile kichupa wanacho mkononi, wanavaa makanzu marefu, wamekificha hivi. Chana kochi, chana, huyo linakimbia humo ndani. Yule kiongozi akatoa kichupa, ni hiki hapa. Watu unazikwa. Hakuna jini linalokaa kwenye chupa. Hakuna jini linalokaa kama damu ndani yake. Watu wanatengeneza wanasema kupiga mabawa. Wanakufisha akili yako usiweze kugundua kinachoendelea. Matapeli wanatuibia kwa kutuogopesha au kututamanisha juu ya utajiri au kupata vingi zaidi. Yule baba akatoa pesa nyingi, wakamuibia. Watu wanaibiwa.
wanakulagai na wewe kwa sababu una matatizo na unaogopa kufa. Usiogope kufa hata kama mtu atakutisha. Hata akikwambia nyumba yako kuna kaburi, wanazikaga vitu. Ilizi wanazizika wenyewe, paka wanawazika wenyewe, alafu wanarudi wanakuja kukuambia pale nyuma ya nyumba yako kuna mdudu amezikwa. Wanaenda wanayatoa wao wenyewe. Kunaita kupiga mabao. Mungu atusaidie. Kanisa limepoteza mwelekeo, na kila siku nasema Wakristo wengi ndio mnaochangia kuharibu watumishi wa Mungu, kwa sababu ninyi ndio mnaotamani bila kumsikiliza Roho Mtakatifu. Unatamani tatizo liishe, unatamani shida ziishe, unatamani utoke pale ulipo. Hata ukidanganywa uko tayari kudanganywa. Usikubali kudanganywa. Ukidanganywa umezikwa, usikubali kuzikwa. Mwambie jirani yako usikubali kuzikwa. Kuna vitu vingi ukishasikia mtu anatoa unabii, huyo sio mtu, ni mzikaji. Ni nani? Mzikaji. Kuna watu wamefilisika hapa Kahama. Kuna mtu mmoja alikuwa na maroli. Aliambiwa hivi, sadaka ukitoa utakuwa tajiri zaidi, baada ya kuwa na mafuso utakuwa na semitrela. Akatoa sadaka. Akatoa na kiwanja ajenge kanisa naye atajirike kama huyo. Leo hata kanda mbili hana. Nataka nikuambie, ukizikwa unazikwa maisha yako, unazikwa uchumi wako, kinazikwa kibali chako, yanazikwa maisha yako ya mwisho. Unatoka duniani ukiwa na aibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wamegundua hawajui kile wanachokiamini. Kama unamwamini Mungu, Yoshua anauliza, chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Haleluya. Mtumikie Yesu ili upate kuheshimiwa na Baba wa mbinguni. Haleluya. Usikubali kuibiwa. Usikubali kuibiwa. Katika kitabu cha Isaya sura ya 55. Isaya sura ya 55. Baadaye nitakwambia kwa nini ufufuke au ufufuliwe bure. Mstari wa kwanza. Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha njoni mnunue bure mle. Naam, njoni mnunue divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Bwana Yesu asifiwe. Usitoe pesa kununua maombi. Usitoe pesa kununua maji ya upako. Usitoe pesa kununua udongo. Usitoe pesa kununua keki ya upako. Mimi ninawafundisha hivi na wanasikia na wananuna na hawawezi kunifanya chochote, kwa sababu wamezika watu wengi, wamekufa watu wengi kupitia vitu. Nataka niwaambie, dunia tulionayo haikupendi wewe. Mwambie jirani yako, dunia ulionayo haikupendi wewe, lakini Yesu anakupenda. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Lakini wamepotea wangapi? Wakipotea naona basi mimi nimeishapata changu. Inaitwa sandakarawe, mwenye kupata apate, mwenye kukosa. Mtu mzikaji hajali hasara wengine watakaoipata. Mzikaji hajali wewe unachokipoteza, ili mradi yeye amepata. Bwana Yesu asifiwe. Usinunue chochote. Ndio maana wenzako wanauza rozali na misalaba, wanauza visanamu pale. Nenda pale utavikuta vimejaa na watu wanavinunua. Mama yako ulishamnunulia kitenge wewe? Haleluya.
Haleluya. Hata kama utakasirika, ngoja nikuambie ukweli. Anasema mkijua kweli, mkifahamu kweli, mtawekwa huru. Shida iko kwenye ufahamu. Ulishaibiwa, ulishapotezwa. Nilifundisha hapa, waliwanyang'anya ufunguo maarifa. Ukishanyang'anywa ufunguo wa maarifa, tayari unakubali kila kitu. Mwalimu Sesi siku moja alinichekesha. Alienda, mume wake alimwambia twende, tena kwa lazima. Kama wewe ni mke wangu tunaenda, twende. Mwalimu Sesi upo? Mwalimu Sesi upo? Mwalimu Sesi akaenda bwana. Wamebeba udongo wenyewe, sijui ilikuwa ndoo, sijui ilikuwa kiasi gani. Wakafika wakaurundika hapo. Baadaye wakasema kijiko. Sijui alikuwa ananunua shilingi ngapi. Wakanunua. Ana mawazo apeleke kwenye zizi lake la ng'ombe. Ili ng'ombe wazae sana, watoe maziwa. Alipofika Igomero, sauti ya mwemezi ikamsikizisha, unayapeleka wapi? Akayatupa barabarani. Akanipigia simu, baba, nilikuwa naomba unisamehe, mume wangu aliniambia twende, nilipofika hapa nikayamwaga. Usitafute mikosi ukaileta nyumbani kwako. Usitafute kufilisika ukakuleta nyumbani. Na watu wengi waliojichanganya wakavichukua hawako salama. Hawako. Hivi vitu vinachangia roho ya ufilisi kwenye maisha ya watu. Hivi vitu vinachangia watu wawe na mikosi sana. Bwana Yesu asifiwe. Nakushukuru Mwalimu Sesi, ni mwaminifu sana. Wengine walikula, wanasema alikula nini? Kobisi. Wakavaa mawani ambao pote ya pote. Bwana Yesu, wengine nimeona kwenye msiba juzi. Walikuja kunisalimia, baba pale. Bado wanatumikia ibada za maji ya upako. Nataka nikuambie, usivitumie. Ila kama mtumishi wako amekupa, kama mimi nikikupa, nikakutia mafuta, sikuuzii. Nitakupaka bure, nitakuombea bure, lakini sikuuzii. Ukiona kitu kinauzwa, chunga sana, hakina Mungu hicho ndani yake. Chunga. Bwana Yesu asifiwe. Najua mnavyo wengine, lakini msinichukie, lakini nawaambia ukweli. Usinunue vitu kwa ibada, kwa ajili ya ibada. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 18, haleluya, Hesabu sura ya 18 mstari wa 7. Mstari wa 7. Sikiliza maneno haya. Anasema, nawe na wanao pamoja nawe mtautunza ukuhani wenu kwa ajili ya kila kitu cha madhabahu, kwa ajili ya vile vilivyomo ndani ya pazia. Nanyi mtatumika na wapeni ukuhani kuwa utumishi wa kipawa, na mgeni akaribiaye atauawa. Zamani kabla Yesu hajainuliwa, kulikuwepo na pazia linalofunika patakatifu pa patakatifu. Na kuliwekwa masharti, mtu yeyote asikaribie mahali ambako sadaka zinatolewa. Na ndio maana walipopewa ukuhani wana wa Lawi, waliambiwa mgeni asikaribie hapo, akikaribia anauawa. Leo tunauawa tena, kwa sababu Yesu alishatukomboa. Hakuna mtu anayeweza kutuua, hakuna mtu anayeweza kutudhulumu. Kama wewe umefunguliwa ufahamu, usikubali kuuawa, usikubali kudhulumiwa. Wangapi wamekufa
Leo kuna vitu vingi vimejaa sumu. Vyakula vimejaa sumu. Matunda yamejaa sumu. Na dunia inataka itumalize, sijui aje aishi nani. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa naangalia kwenye anga, kuna dunia nyingine ambazo zilikaliwa na watu. Kumbe hii sio dunia ya kwanza. Mars, kuna dunia nyingine. Kuna maji na milima na miti, lakini iliharibika kwa sababu wanadamu waliharibu dunia wenyewe. Wanadamu wanauana wenyewe. Juzi nilikuwa nawagusia hapa, nikasema wastaafu wengi wajihadhari sana na kwenda hospitali wakiwa na kadi za bima. Uwe makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo hakuna ushirikiano mzuri. Leo hakuna upendo wa kweli. Leo hakuna amani ya kweli. Ndio maana Yesu anasema amani ni wapayo, si kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu hauna amani ya kweli. Ulimwengu hakuna upendo wa kweli. Ulimwengu kazi yake ni kutunyang'anya, kutudhulumu na kutuonea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisha kuwa mtumishi, jihadhari na vitu vyovyote vinavyouzwa kama sehemu ya ibada. Katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 7, Yesu anaagiza, anasema mstari wa 7, Mathayo 10 mstari wa 7, popote mtakapokwenda hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umefanyaje? Umekaribia. Kuna watu wanasema Yesu anakaribia kuja, lakini yeye alituambia tuwaambie ufalme wa mbinguni umefanyaje? Umekaribia. Hajasema tuwaambie Yesu anarudi. Tuwaambie ufalme wa mbinguni unafanyaje? Umekaribia. Maana yake nini? Usikubali kuibiwa, usikubali kudhulumiwa. Usikubali kufifishwa ufahamu wako. Usikubali kuibiwa akili yako. Usikubali kuibiwa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu walikuwa wanaenda mpaka Nigeria. Kuna watu wanaenda mpaka Kenya wanamtafuta Yesu. Wengine walikuwa wanaenda South Africa. Yesu hayuko South Africa, hayuko Nigeria, hayuko Marekani. Yesu unaye wewe. Neno la Mungu linasema, tazama nasimama nabisha, mtu akisikia sauti moyoni mwake akaufungua mlango wa moyo wake, nitaingia ndani yake, nitakaa pamoja na wewe, nitakula pamoja na wewe. Sema niko pamoja na Yesu. Yesu hakai kwenye miji, Yesu hakai kwenye nchi. Yesu anakaa ndani ya mioyo ya watu. Watu wanakudanganya. Yesu hakai kwenye mfagio. Eti unafagia mkosi barabarani. Mkosi hauko kwenye barabara, mkosi uko kwako, kwa sababu umejaza mapepo. Mapepo ndio yanasababisha mikosi. Bwana Yesu asifiwe. Na leo kama una mikosi utakuja mbele hapa nikuombee uone kama utaendelea kuwa na mikosi. Na wala uhitaji kununua kitambaa cha upako. Na wala uhitaji kununua fagio ukashindwa unafagia tu. Na wala uhitaji kutumia maji kufukuza mapepo. Amesema toeni pepo. Tunatoa pepo. Tunafukuza pepo, wanaondoka. Sio kwa kuwamwagia maji, sio kwa kukemea, tunawatoa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa 8, mstari wa 8, ponyeni wagonjwa. Kama leo kuna mgonjwa hapa, mimi nitakuponya, kwa sababu nimepewa amri na mamlaka. Una pepo, nitalitoa. Wala sihitaji pesa yako. Nikikutoa, sifa na utukufu anapewa nani?
Ukipona anayepewa utukufu ni nani? Ukiokoka anayepewa sifa nani? Ukitakaswa anayepewa sifa na utukufu nani? Sio mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni amri. Toeni pepo, takaseni wakoma, ombeeni wagonjwa nao watapata afya. Mpone kwa jina la Yesu. Sio kupozwa. Kupozwa ni kuwa na aueni. Upone. Ufanyeje? Usirudi nyumbani na matatizo yako. Ukija hapa lazima yatoke hayo matatizo, ili uwe mzima uendelee na maisha. Kwa sababu Mungu anakuhitaji akutumie. Ndio maana Mungu ameleta chakula cha watoto, ni haki yao wapone, ili waendelee kumtukuza, ili waendelee kumtumikia. Haleluya. Ule mstari mwingine anasema, ufalme wa mbinguni umekaribia, ponyeni wagonjwa, fufueni wafu. Hapa mimi nawafufua, mtu asiwazike. Kufufuliwa ni kupewa ufahamu mpya, kujitambua, kujielewa, kujua haki zako. Umefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila kitu unakiamini. Nilifundisha nikasema sio kila kitu ni imani. Mimi hawezi kunifanya chochote hao. Nikisema msishike rozari, acha. Ila unaweza ukatengeneza ukawauzia, ukapata pesa. Hakuna shida. Hata msalaba kachonge tu, muweke na Yesu yule bandia. Bwana Yesu asifiwe. Kula hela. Hela za mjinga zinaliwa, au sio? Na hata kama ukianzisha dini ya upako wa kuuza maji na udongo, wewe uza tu. Lakini cha moto utakiona. Cha moto utakiona. Usitapeli mtu. Fufua wafu. Wafu ni wale wasiojitambua. Biblia inasema ni heri mbwa mdogo kuliko simba aliyekufa. Kitabu cha Mhubiri sura ya 9. Baadaye tutaenda kitabu cha Injili ya Marko sura 16. Mhubiri Sikiliza. Mhubiri sura 9 mstari wa 3. Hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua, ya kuwa wote wanalo tukio moja. Naam, zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu na wazimu umo mioyoni mwao wakati walipo hai. Unaona, maovu na wazimu huko mioyoni mwa watu ambao wanaishi. Imejaa maovu na wazimu umo mioyoni mwao wakati walipo hai, na baadaye huenda kwa wafu. Kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mwambie mtu habari za Yesu aliyekufa. Anatembea lakini hawezi kuamini. Leo tunahubiri Injili, wangapi wanaoamini? Wangapi tunawaambia? Hata nyumbani mwetu wanabisha. Katiba ya Simba kuna mahali imesema hivi, bishana mpaka ufe. Hata kama ni kweli unachobishia, wewe bishana tu mpaka ufe. Sisi katiba ya Yesu inatuambia usife uishi. Katiba ya Simba inasema bishana mpaka ufe. Mwana Simba oye. Mwana Simba oye. Mnabishana mpaka, yaani dunia imejaa uzabazabina, uongo tu. Mtu anashinda anabishana juu ya mipira, amekufa huyo. Kafa na yuko tayari kulaza watoto wake njaa kanunue jezi ya Modeuji, ya Sanda, Yanga, sijui Manchester. Waacha ujinga, umekufa.
Wewe hela yako iweke kwenye mitaji, wekeza kwenye mitaji, usaidie watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja alikuja mchungaji pale kanisani, amevaa redioni kuhubiri, amevaa jezi ya Simba siku hiyo. Nikamchallenge, nikamwambia kwa kweli mchungaji, yaani ulikofika sijui unawahubiri watu gani, maana na wewe ni kama mfu tu. Wewe mtani wangu, unajua Simba iko damu. Kweli damu. Hivi naweza nikaja hapa nimetilia jezi ya Simba au ya Yanga ukanisikiliza? Au nimevaa ya Chama cha Mapinduzi au Chadema utanisikiliza? Si utaona mchungaji kesha kengeuka huyu. Bwana Yesu asifiwe. Watu tunazikwa tukiwa tunatembea. Tunataka ufufuke. Acha mambo ya kupoteza muda wako kwa mambo ya ushabiki usiokuwa na faida. Huko ni kuzikwa, ndio maana na kufufua. Acha upenzi, wewe mtumikie Yesu. Mwisho wako Simba hawatakuwepo, Yanga hawatakuwepo, Manchester hawatakuwepo. Mungu ataangalia kazi uliopewa duniani uliifanya. Wewe unaweza kusema mimi bado kijana na dunda. Wewe kijana wa wapi? Kwani wadogo hawafi? Hawafi, wanakufa.